Kwa siku kadhaa sasa, wakazi wa jiji la Nairobi wamejikuta wakikabiliana na hali ambayo wengi hawawezi kuelewa kwa urahisi. Barabara zimejaa maji, magari yamekwama katikati ya maji, na katika baadhi ya maeneo magari yamezama hadi nusu yake na hata zaidi. Video na picha zilizosambaa mitandaoni zinaonyesha hali mbaya katika maeneo kama Riverside, Uhuru Highway, sehemu za Mombasa Road, South B, South C, Parklands na hata baadhi ya maeneo ya katikati ya jiji la Nairobi. Kwa wengi, swali kubwa ni hili: inawezekanaje jiji kubwa na muhimu kama Nairobi kufurika maji kila mvua kubwa inaponyesha? Je, ni mvua pekee inayosababisha hali hii au hata matatizo ya ndani ya mfumo wa jiji ambayo yamekuwa yakipuuzwa kwa miaka mingi? Keti kitako, maana Moto TV Kenya iko hapa kukueleza yote hayo. Kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Usisahau kushare na turn on notifications ili kupata habari zetu kwa wakati. Kwanza kabisa ni muhimu kuelewa kwamba mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika sehemu nyingi za Kenya imechangia kwa kiasi kikubwa hali ya sasa. Idara ya hali ya hewa imekuwa ikitoa tahadhari kuhusu mvua kubwa katika maeneo ya Nairobi na sehemu nyingine za nchi. Lakini pamoja na ukweli kwamba mvua ni nyingi, wataalamu wanasema mvua pekee haiwezi kuelezea kikamilifu kwa nini jiji linafurika kwa kiwango hiki. Ukweli ni kwamba kuna sababu kadhaa zinazochanganyika na kufanya hali kuwa mbaya zaidi kila mvua inaponyesha. Sababu ya kwanza ambayo mara nyingi hutajwa ni mfumo dhaifu wa mifereji ya maji ya mvua katika jiji la Nairobi. Mfumo huu unaojulikana kama drainage system ulijengwa miaka mingi iliyopita wakati jiji lilikuwa na wakazi wachache sana na majengo machache. Wakati huo kiwango cha maji kilikuwa kinapita katika mifereji kilikuwa kidogo ukilinganisha na cha leo. Lakini kadri jiji linavyokuwa na idadi ya watu kuongezeka kwa kasi, mfumo huo haukubadilishwa kwa kiwango kinachohitajika. Matokeo yake ni kwamba mifereji mingi iliyopo haiwezi kupokea kiasi kikubwa cha maji kinachokuja wakati mvua kubwa inaponyesha. Maji yanapozidi uwezo wa mifereji huanza kurudi barabarani na katika maeneo ya makazi ya watu. Tatizo lingine kubwa ambalo limekuwa likitajwa mara kwa mara ni takataka kuziba mifereji ya maji. Katika sehemu nyingi za Nairobi, mifereji imejaa plastiki, karatasi, taka za nyumba na uchafu mwingine. Wakati mvua inaponyesha, maji yanapaswa kupita katika mifereji hiyo kuelekea kwenye mito au maeneo ya chini. Lakini mifereji inapozibwa na takataka, maji yanakosa njia ya kupita na hivyo huanza kukusanyika barabarani. Ndio maana mara nyingi hata mvua ya muda mfupi tu inaweza kusababisha mafuriko katika baadhi ya maeneo ya jiji. Wataalam wa mipango ya miji wanasema kwamba usimamizi mbovu wa taka ni moja ya sababu kubwa zinazochangia mafuriko katika miji mingi barani Afrika, na Nairobi si tofauti. Sababu nyingine ambayo imekuwa ikijadiliwa sana ni ujenzi holela katika maeneo ambayo hapo awali yalikuwa njia za asili za maji. Kadri jiji la Nairobi lilivyokuwa, ardhi imekuwa ikitumika kwa ujenzi wa nyumba, apartments, ofisi na majengo ya kibiashara. Lakini katika baadhi ya maeneo, ujenzi umefanyika bila kuzingatia mipango sahihi ya mji. Kuna majengo ambayo yamejengwa karibu sana na mito au katika mabonde ambayo kwa kawaida hutumika kama njia ya maji ya mvua. Wakati maeneo hayo yanapofunikwa na saruji na majengo, maji ya mvua yanakosa njia ya asili ya kupita. Matokeo yake ni kwamba maji hayo yanaishia kujikusanya barabarani na kusababisha mafuriko. Ukuaji wa haraka wa jiji la Nairobi pia umechangia kwa kiasi kikubwa tatizo hili. Katika kipindi cha miongo miwili iliyopita, Nairobi imekuwa moja ya miji iliyokuwa kwa kasi sana barani Afrika. Idadi ya watu imeongezea kwa kiwango kikubwa na majengo mapya yamejengwa karibu kila kona ya jiji. Lakini ukuaji huu haujaendana kikamilifu na maeneo ya miundo mbinu muhimu katika mifereji ya maji. Kadri majengo na barabara zinavyoongezeka, ardhi inayoweza kufyonza maji ya mvua inapungua. Zamani, sehemu kubwa ya ardhi ilikuwa wazi au na udongo ambao ungeweza kufyonza maji, lakini sasa
maeneo mengi yamefunikwa na lami, saruji na mawe. Hii ina maana maji ya mvua hayawezi kupenya ardhini na badala yake yanakimbia kwenye barabara na mifereji. Mabadiliko ya tabia nchi pia yanaonekana kuwa na mchango katika hali hii. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema kwamba mvua zinazonyesha sasa zina tabia tofauti na zile za zamani. Badala ya mvua ndogo ndogo zinazoendelea kwa muda mrefu, sasa mara nyingi mvua kubwa hunyesha kwa muda mfupi lakini kwa nguvu sana. Hali hii husababisha maji mengi kushuka kwa wakati mmoja na kuzidi uwezo wa mifereji iliyopo. Hivyo hata mifumo ya maji iliyokuwa inafanya kazi vizuri zamani inaweza kushindwa kukabiliana na hali ya sasa ya mvua kali. Mbali na hilo, baadhi ya wataalamu wa mipango ya miji wanaeleza kwamba mito iliyopita katika jiji la Nairobi pia imeathiriwa na shughuli za binadamu. Mito kama Nairobi River na Ngong River imekuwa ikikabiliwa na uchafuzi na ujenzi katika maeneo yake ya kingo. Mito inapozibwa na taka au kupunguzwa nafasi yake kutokana na ujenzi, uwezo wake wa kupokea maji wakati wa mvua hupungua. Hii husababisha maji kurudi nyuma na kusababisha mafuriko katika maeneo ya karibu. Kwa wakazi wa jiji la Nairobi, athari za mafuriko haya ni kubwa. Wafanyakazi wengi wamekwama barabarani kwa saa nyingi wakijaribu kufika nyumbani au kazini. Biashara zimeathirika katika maeneo ambapo maji yameingia ndani ya maduka. Magari kadhaa yameripotiwa kuharibika baada ya kuingia kwenye maji mengi. Katika baadhi ya maeneo, watu wamelazimika kuacha barabarani na kutafuta njia nyingine za kufika wanakokwenda. Mafuriko pia yanaweka hatari kwa usalama wa wananchi. Wakati maji yanapokuwa mengi barabarani, ni vigumu kwa madereva kuona mashimo au maeneo ambayo maji ni marefu sana. Hii inaweza kusababisha ajali au magari kuzama ndani ya maji. Aidha, maji ya mafuriko mara nyingi huwa na uchafu mwingi na yanaweza kusababisha magonjwa ikiwa watu watagusana nayo kwa muda mrefu. Swali ambalo wananchi wengi sasa wanauliza ni kama kuna suluhisho la kudumu kwa tatizo hili. Wataalamu wanasema kwamba suluhisho linahitaji hatua kadhaa kuchukuliwa kwa wakati mmoja. Kwanza, mfumo wa mifereji ya maji katika jiji unahitaji kuboreshwa na kupanuliwa ili uweze kushughulikia kiwango kikubwa cha maji kinachokuja wakati wa mvua. Pili, usimamizi taka unahitaji kuimarishwa ili kuhakikisha kwamba mifereji haizibwi na uchafu. Tatu, mipango ya miji inahitaji kufuatwa kwa makini ili kuzuia ujenzi katika maeneo hatarishi kama mabonde na karibu na mito. Zaidi ya hayo, kuna haja ya kulinda na kurejesha maeneo ya asili kama vile mabonde na maeneo ya kijani ambayo yanaweza kusaidia kufyonza maji ya mvua. Katika miji mingi duniani, maeneo haya hutumika kama kinga ya asili dhidi ya mafuriko, lakini kadri maeneo hayo yanavyopungua kutokana na ujenzi, hatari ya mafuriko inaongezeka hata zaidi. Kwa sasa hali ya mafuriko Nairobi inaendelea kuwa changamoto kubwa kwa wakazi wa jiji. Ingawa mvua ni jambo la kawaida katika msimu huu wa mwaka, kiwango cha athari kinachoonekana sasa kinaonyesha kwamba kuna matatizo ya msingi katika jinsi jiji lilivyopangwa na kusimamiwa. Bila hatua madhubuti kuchukuliwa, inawezekana kwamba kila msimu wa mvua utaleta matatizo kama haya au hata makubwa zaidi. Hatimaye tukio hili linafungua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa jiji la Nairobi. Kama mji mkuu wa Kenya na kitovu kikubwa cha biashara katika Afrika Mashariki, Nairobi inahitaji miundombinu inayoweza kukabiliana na changamoto za sasa na za baadaye. Mafuriko yanayotokea kila mvua inaponyesha yanaonyesha wazi kwamba kuna kazi kubwa inayohitajika kufanywa ili kuhakikisha jiji hili linaweza kustahimili mabadiliko ya tabia nchi, ukuaji wa idadi ya watu na maendeleo ya haraka ya mijini. Na kwa sasa, wakati mvua ikiendelea kunyesha katika sehemu mbalimbali za jiji, wakazi wa Nairobi wanaendelea kujiuliza swali lile lile. Je, mpaka lini jiji hili litaendelea kufurika kila mvua kubwa inaponyesha? Na je, ni nani atachukua hatua za kuhakikisha kwamba tatizo hili linapata suluhu kamili? Ogara Brian Osoro nikiripotia Moto TV Kenya. Na mtazamaji na msikilizaji wa Moto TV Kenya, kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Usisahau kushare na pia turn on notifications ili kupata habari zetu na mijadala kwa wakati unaopaswa.